Hello, habari. Mimi naitwa Imani. Leo tunakwenda kuzungumzia mambo 7 ya kuzingatia au mambo muhimu kwa wewe ambao unahitaji kwenda kufanya au unataka kuanza kufanya biashara. Tunazungumzia biashara ni nini kwanza? Tunapozungumzia biashara, tunazungumzia kitendo cha kuuza na kununua bidhaa. Biashara zinakuwa na taratibu kutoka biashara ndogo mpaka biashara kubwa. Lakini leo tutakwenda kujifunza mambo ya msingi ya kuzingatia ili uanze kufanya biashara. Jambo la kwanza ambalo tutakuja nalo siku hii ya leo, tunazungumzia imani kwa Mungu. Tunapozungumzia habari ya imani kwa Mungu, tunaamini kwamba Mungu ndiye ambaye yeye ametuumba sisi binadamu. Kwa maana hiyo, katika kuanza biashara lazima uwe na kitu kinachoitwa imani. Wakati mmoja nilipokuwa nikianza biashara ya kuuza mikate, tulifanya kikao cha familia. Jambo la msingi ambalo lilikuwa limejadiliwa ni kwamba biashara ni imani. Sasa imani hiyo wewe unaipeleka kwa nani na ni kipi ambacho kitakufanya wewe uweze kufanya hiyo biashara? Hapa tunamzungumzia Mungu ambaye yeye ni muumbaji wa vyote. Hata ukisoma Biblia inakwambia nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Mungu. Kwa hiyo yeye ambaye ana hivyo vitu atatupatia sisi tuweze kufanya hiyo biashara ya kuuza na kununua. Jambo la pili, tunazungumzia kwenye upande wa eneo ambalo unakwenda kufanya biashara. Hapa wazungu wanasema location. Unahitaji kufanya biashara labda ni ya nguo, ama unahitaji kufanya biashara ya vifaa vya shule, unahitaji kufanya biashara ya masuala ya afya. Sasa hiyo biashara yako unaifanyia kwenye eneo lipi ambalo linakufanya wewe ufanye hiyo biashara? Kwa mfano, katika eneo ambalo linakuwa limejengwa shule, kama wewe unataka kufanya biashara, basi jitahidi biashara ambazo unataka kuzifanya ziendane na mazingira ya shule. Aidha uwe upeleke stationery uuze vifaa vya shule, aidha upeleke mgahawa uuze chakula, vinywaji, tunazungumzia soft drink, juisi, soda, maziwa. Hiyo itakufanya wewe uamue biashara yako kulingana na eneo husika la hiyo kitu. Na jambo jingine ambalo tunakwenda kulizungumzia ni kuhusiana na mtaji. Sasa pointi ya msingi ambayo watu wengi tumekuwa tunashindwa kufanya biashara imekuwa ni kwenye pointi ile ile ya mtaji, lack of capital. Sasa hapa mtaji una vitu vingi ambavyo kadri tunavyozidi kupeana darasa tutazungumza kwamba mtaji wa kwanza ni imani yako wewe mwenyewe ukiwa mwaminifu, na mtaji mwingine ambao utakuja kutumika mara nyingi zaidi ni zile fedha. Utazipata wapi fedha? Utazitumia namna gani? Ni vitu ambavyo tutakwenda kuvijadili. Jambo jingine la msingi la kuzingatia ni matumizi ya lugha. Unazungumza vipi na mteja wako katika masuala yote ya biashara? Namna ambavyo unawasiliana na wateja wako na namna ambavyo unafanya mawasiliano ni jambo la msingi sana. Na jambo jingine ninasema uwepo wako. He or she should be pleasant when dealing with customer. Yani labda wewe ni mteja au wewe ni mfanyabiashara, upo katika eneo lako la kazi, amekuja mtu kununua bidhaa, labda utashangaa mtu una chat kwenye simu, au badala ya kujibu vitu ambavyo anakuuliza wewe unajadiliana na jirani mwingine pale, unamwacha mteja pale akiwa kwenye eneo la biashara anashindwa kupata huduma. Jambo jingine tunasema uaminifu. He or she should be honest. Yani inabidi uwe mwaminifu kwenye hiyo kazi ambayo unaifanya, kwa sababu uaminifu ni jambo la msingi. Ndakupa mfano mmoja. Kuna rafiki yangu mmoja alikuwa anauza kashata. Wakati anauza kashata akapewa shilingi 500. Baada ya kupewa 500, yule mteja akasahau kwamba zile kashata zilikuwa zinauzwa shilingi 100, akaondoka hakudai change. Yule mfanyabiashara akaona kwamba amepata faida ile shilingi 400 ambayo alikuwa ameipata. Lakini kama angejitahidi na kumrudishia ile fedha ya yule mteja wake, maana angekuwa ameonyesha uaminifu. Jambo la
7 tunasema ununuaji. He or she should be a good buyer. Yani wewe inabidi uwe mnunuaji mzuri wa bidhaa ambazo unazo. Wakati nikiwa mdogo nilikuwa naambiwa mara kwa mara, nenda kanunue bidhaa kwa mtu fulani, kanunue bidhaa kwa mtu fulani. Ile pale ilikuwa inamaanisha kwamba unakuwa una consistency au mwendelezo wa kwenda kununua bidhaa kwa Mangi, ambaye kesho au kesho kutwa utakosa pesa ya kununua hiyo bidhaa, unaweza ukaipata. Hiyo ndio maana ya he should be good buy. Hizi ni tips kwa siku hii ya leo ambazo tunazungumzia mambo 7 ya kuzingatia kwenye kufanya biashara. Mimi naitwa Lunyamadi Zonduka, a boy from Njombe place to be. Shukran.